kama ambavyo mtatake seriously sekta zingine za kiuchumi kama maliasili na utalii, hili ni eneo muhimu sana. Na hali ya dunia mnaiona, chakula kinaendelea kuwa scarce, mahitaji yanaendelea kuwa makubwa, mazingira ya amani kwa ajili ya uzalishaji yanachafuka. Kwa hiyo nchi yetu, tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kutupa amani. Bado tuna fursa kubwa sana ya kujikomboa kiuchumi kutokana na sekta hizi za kilimo, mifugo na uvuvi, na kwa maana hiyo tunaombeni sana mtusaidie, na sisi tuko tayari kusema kweli wakati wowote, hata informally, kuwasiliana kwa WhatsApp na njia zingine bila kuchelewesha. Kama kuna barua umeituma, unaweza pia ukatunotify, na hizo Zoom meeting tutakazozifanya, na wakati mwingine tunaweza tukafanya ziara pia katika hizo nchi ambazo mnatuwakilisha, ili kuhakikisha kwamba uwakilishi wenu pia unakuwa na mchango mkubwa katika diplomasia ya kiuchumi, ambayo ndio diplomasia ambayo tunaisimamia sasa hivi serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sio vibaya pia kuangalia kama tuna bilateral investment agreement na hizo nchi, ili tuhuishe. Na bahati nzuri sasa hivi sekta ya mifugo na uvuvi, kwa sababu ya Mheshimiwa Rais kuwekeza sana nguvu zake, imeanza kuonekana kama ni sekta ya uzalishaji yenye mchango mkubwa. Huko nyuma ilikuwa ni kilimo, yaani yote hapa mngeenda kilimo, lakini kusema ukweli mabadiliko yaliyotokea, hata mchango wetu wa kwenye revenue ni mkubwa. Wale wasiotupenda kusema kwamba vyakula vyetu, mazao yetu, mifugo yetu labda ina magonjwa, kupitia hizi maabara zikiwa na hizo proper certification, itakuwa ni sehemu ya kuziondoa. Kwa hiyo tungependa na sisi kama balozi pengine mngetupatia hizi hatua ambazo zimechukuliwa na nchi, hiyo ni sehemu na sisi, kwa sababu tutaulizwa kwa sababu uvumi unaendelea, tuweze kudefend kwa kuwa nazo. Na hata kama kuna nchi tulifungiwa, sasa tumefunguliwa, huo ufunguo kama ni barua, certificate, whatever, tuwe nazo kama ushahidi pia wa kuonyesha bali hii sio kweli. Sisi tuko open sasa hivi jamani, tunapeleka. Tunaona hii hapa wametufungulia.